إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، msanguli wa Islam, ahbabu rasulillah, vipenzi vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuhusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani atakayefanya hivyo, atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiye atakayefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo hawatakufa wewe mali, haitakufa mali ulikuwa nayo wala watoto ulikuwa nao hawatakufaa, isipokuwa yatakufaa yale ambayo umeyatenda wewe utakapoletewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na moyo kwa salama. Ndugu zangu Waislamu, katika Ijumaa hii ya leo nimeonelea tuangalie utofauti wetu sisi na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini imani za masahaba ridwanullahi alaihim zilikuwa ni za kiwango cha hali ya juu sana, lakini sisi imani zetu zimeshuka, imani zetu ziko chini sana, tunaacha baadhi ya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Utofauti uko wapi baina yetu sisi na masahaba? Kwa hiyo masahaba waliamua kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa nini sisi sasa hivi tumeamua kuziacha ibada za Allah subhanahu wa ta'ala? Moja kwa moja ni katika hotuba yetu, jambo la kwanza kabisa ambalo tofauti sisi na masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam au na Waislamu wanaotangulia, jambo la kwanza kabisa ni al-ikhlas. Ikhlas ni jambo ambalo lilipambana nalo masahaba, ni sifa ambayo lilipambana nayo masahaba. Katika kila jambo ambalo walitaka kulifanya, walikuwa kwanza waweke ikhlas katika moyo wao. Masahaba walikuwa hawafanyi ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ili watu waone. Masahaba walikuwa hawasaidii watu ili wajitangaze kwa watu waone, bali masahaba walikuwa wakifanya kila jambo katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wakifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakitegemea malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walipokuwa wakitoa sadaka, walikuwa wakitoa sadaka wakitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walisha mayatima walikuwa wakitegemea malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa wakifanya khairati mbalimbali, walikuwa wakitakasa nia yao wakijua kabisa kwamba malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunarudi kwetu sisi, yeyote anayetoa sadaka asipotakasa nia yake, basi ajue kabisa sadaka hii itakuwa haikufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni watu wengi ambao wanafanya khairati mbalimbali, wanafanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali, lakini kwa kutakasa nia zao, kwa kutokuwa na ikhlas katika nia zao, unakuta yale mambo ambayo wanayafanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala hayakuwa chochote. Kuna watu wanaishi yatima, kuna watu wanatoa sadaka msikitini, kuna watu anakuta kuna ujenzi wa msikiti sehemu fulani, anatoa sadaka yake anachangia, lakini kuchangia kule unakuwa ni kwa ajili ili watu wamuone. Hayakuwa masahaba ridwanullahi alaihim hapo hivyo. Masahaba walikuwa wakifanya khairati mbalimbali wakitegemea malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watakasa nia zao wakijua kabisa kama malipo kwa Allah subhanahu
Lakini sisi watu wa sasa hivi, mambo mema tunayoyafanya katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, tunategemea kupata sifa kutoka kwa watu. Tunategemea watu kutangaza kwamba bana mtu fulani ana pesa nyingi sana, au ana pesa chafu, anatoa gani kama vile ana jalala la pesa au ana damu la pesa, haangalia anatoa nini. Watu kisha kusema hivyo, basi na wewe ndio unafanya katika moyo wako. Lakini masahaba hawakuwa hivi, na utakuta kabisa hii ni moja ya sababu ambayo inatofautisha sisi na masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi na masahaba tusiwe kama masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale utakapofanya ibada yoyote ukategemea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usitegemee usikia watu kuongea kwamba wewe ni mtoaji sana, wala usitegemee kusikia unaongeleka katika maeneo mbalimbali, katika sehemu mbalimbali, katika mikutano mbalimbali, na watu ambao wanakukaribisha katika mihadhara yao au katika kikundi chao, wanataka kabisa mtu fulani ukimsifia atatoa hela nyingi sana. Tusiwe kama hivi, tuwe kama sahaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kweli kitu kimoja, kuanzia leo kama ulikuwa hujui au kuanzia sasa hivi, ukitaka kufanya ibada yoyote katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, iambie nafsi yako, ongea na nafsi yako kabla hujafanya ibada hiyo. Ongea na nafsi yako kabla hujatoa sadaka. Ongea na nafsi yako kabla hujaswali. Ongea na nafsi yako kabla hujafunga. Sema kwamba Allahumma hadha liwajhik la riyaa wala sum'a. Iambie nafsi yako hiyo. Iambie nafsi yako kwamba hivi ninachokitoa sasa hivi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifanyi hivi ili watu wanione kwamba nimetoa, na wala sifanyi hivi ili watu wakanitangaze kwamba mimi ni mtoaji mkubwa sana. La, iambie nafsi yako hivi. Kwa ukifanya hivi utakuwa umetakasa nia yako wakati unafanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na ukifanya hivi utaenda kupata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini usipofanya hivi utaenda kupata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na itafika siku ya malipo utashangaa unaambiwa tayari ushalipwa duniani. Sasa utashangaa, vipi nimelipwa wakati tuambia malipo ni akhera? Ndio nimeshafika sasa hivi naambiwa tayari nishalipwa. Wewe ulifanya ili watu wakuone kama umefanya, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala unaambia nilitoa sadaka nyingi sana, niliswali sana, nilifunga sana, nilifanya kila kitu sana. Allah subhanahu wa ta'ala akwambia tayari ushalipwa. Sasa jiulize, nimelipwa vipi? Wewe ulifanya ili watu wakuone kama umefanya, na Allah subhanahu wa ta'ala akwambia ulishaonekana kwa duniani kama ulitoa sadaka, ulishaonekana kwa duniani kama ulijenga msikiti fulani, ulishaonekana sehemu fulani kama ulikuwa unaswali sana, na watu walishakusema sana kwamba unafanya jambo kadha na kadha na kadha. Na usiende tusitakase nia zetu kwa kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili ambalo nimeona masahaba ambao wanafanya kwa tofauti baina ya sisi na masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wengine, ni hubbul Qur'an, ni kuipenda Qur'an. Masahaba walikuwa wakipenda sana Qur'an, na masahaba walikuwa kusoma Qur'an, walikuwa na tadabbur katika kusoma Qur'an hiyo, bali inajulikana kabisa kwamba kwa masahaba walikuwa radhiallahu alayhi pale walipokuwa wakisoma Qur'an, akisoma aya moja, ile aya haadi kwenda aya nyingine mpaka ile aya kisha kabisa amejua, ajue kabisa kimindani na maanisha nini, na baada ya kujua ile aya inamaanisha nini anahakisha kabisa ile aya anafanyia kazi. Lakini sisi sasa hivi tunasoma Qur'an, wachache wao, sio wengi wanasoma Qur'an, wachache ndio wanasoma Qur'an. Na ukisoma Qur'an unasoma basi tu ijulikane kama umesoma, hauna tadabbur katika kusoma Qur'an. Masahaba radhiallahu alayhim hapo hiyo, kwani ndio wamesoma Qur'an alafu katafakari katika ile fikra ambayo itafafanua ile Qur'an au ile aya ambayo umesoma, itakusababisha wewe uwe ni mtu Allah subhanahu wa ta'ala, au umefanya kazi za Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa unajua kabisa nini unakifanya. Lakini ukisoma Qur'an kama unasoma tu kama gazeti, wote unasoma tu unapita, kama vile watu ambao kutoka kwenye kijua anaongea tu, na mwingine anajua anaongea nini. Ukimuuliza wewe sema kitu fulani, anakwambia hana mimi siyasema hivyo. Kwa sababu gani? Wakati anaongea pale hapo makini, hakubaini nini amezungumza, nini hajazungumza.
alikuwa anazungumza masahaba wa kuimba. Tuwe kama masahaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwe na tadabbur katika Qur'an, tusome Qur'ani kama walivyosema masahaba radhiallahu anhum, kwani hii itakuwa ni daraja miongoni mwa madaraja ambayo yatufanya sisi tuwe kama wao. Sio kama vile wanavyosema watu kwamba sisi hatukuwa masahaba kwa sababu sisi hatujaona Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au sisi hatujaona miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ilitoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi sio hoja. Achana na masahaba kumwona Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuona miujiza aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo endelea kufanya hivi. Kwani masahaba walikuwa na ikhlas wakati wanamwona Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi kitu gani tunasema na ikhlas? Kitu gani kinatuzuia sisi tusome Qur'ani kwa tadabbur? Utaona kabisa hamna sababu ya kufanya wewe, hamna sababu ya kufanya sisi tusiwe kama masahaba radhiallahu anhum, kwa sababu ni ile vitu vikubwa ambavyo walikuwa wakifanya masahaba, sisi pia tunaweza kuvifanya, lakini ni uvivu. Hivi ndio vitu ambavyo tunatofautisha sisi na masahaba radhiallahu anhum. Ni wahusieni katika swala hili la kusoma Qur'an. Wewe ambaye sura zako unajua sura 3, suratul Fatiha, suratul Ikhlas na suratul Falaq, kama unajua hizo tu, basi ukisoma ile aya moja tafuta tafsiri yake inasemaje. Ukishafuata ile tafsiri yake, maneno ya ile aya yafanyie kazi. Ukishafanya hivyo utakuwa kama masahaba radhiallahu anhum, na tutakuwa hakuna tofauti kubwa baina ya sisi na masahaba radhiallahu anhum. Sio tunasoma Qur'ani kama tunasoma tunapita. Tuwe na tadabbur katika kusoma Qur'ani. Na hili ndio jambo la pili ambalo masahaba radhiallahu anhum walijipa nalo, na ndio jambo ambalo leo tofautisha sisi na masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la tatu ambalo masahaba walijipamba nalo hawakuiacha kabisa ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa wakienda masokoni wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wakienda vitani wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wakiswali wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakitaka kula wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakimaliza kula wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi sasa hivi tuko kuna watu, baadhi ya watu hawataka kula. Hivi hawezi kufanana na masahaba radhiallahu anhum, na lazima tutakuja na sababu kusema kwamba wale walikuwa na imani ile kwa sababu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio hivyo tu, wao ni kama na hizi sifa ambazo sasa hivi tunazichukulia kawaida, tunaziacha. Haya ni mambo ambayo tunayo masahaba radhiallahu anhum, na sisi inatakana katika jambo la kutakufanya umtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na shida yoyote, muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia. Mbona masahaba radhiallahu anhum walipatia? Kwa hiyo wewe unakujime wakati unarudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia, kwa sababu ushamuomba. Ukitaka jambo lolote muombe Allah subhanahu wa ta'ala, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuta kuna watu wana vibaba vyao, kuna watu wana magari, wana pikipiki, hata basikeli pia inapanda. Lakini utashangaa mtu anapanda basikeli, anapanda gari, anapanda pikipiki, kipando cha aina yote, alafu hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni wengi sana kutoka mipano ni Waislamu, lakini atakuwa kipando pia hawajui. Lakini haya mambo ambayo walikuwa nayo masahaba radhiallahu anhum, wakipanda vipando vyao walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda kipando chake, alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tumejiweka mbali na masahaba, tumejiweka mbali na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunafanya vitu tunavyojua sisi wenyewe. Hatumuombi Allah subhanahu wa ta'ala wakati masahaba walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vilevile alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona katika mambo ambayo yanatukuta sisi na masahaba ni mambo ambayo sisi tunaweza kuyafanya, lakini tumeamua kuyaacha. Uwezo kuyafanya tunao, lakini tumeamua kuyaacha. Na wala hata utumie nguvu kubwa. Wewe kuwa na ikhlasi, utumie nguvu kubwa. Kuwa na tadabbur katika kusoma Qur'ani au kusoma Qur'ani na ukajua nini kinaongeleka na ukifanya kazi kile ukisoma au kusikia kinasomwa, sio kazi kubwa. Wewe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sio kazi kubwa. Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala sio kazi kubwa. Bali swala kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala.
Mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kuta hivi ni vitu ambavyo sasa tumepuuzia, aliyokuwa masahaba alikuwa akichukulia ni vitu ambavyo ni vikubwa mno, na ni vitu ambavyo viliwakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka baadhi yao wakapewa pepo wakiwa bado wako duniani. Ni furaha iliyoje huko duniani atembea hapo na wewe mtu peponi. Lakini baada ya kusikia hivyo pia hawakuacha kufanya hivi vitu, kwa sababu ndio ndio vitu ambavyo vinakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuacha, waendelea kujipamba navyo. Na usieni katika jambo hili, tumtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika kila hali tuliyokuwa nayo, kwani Allah subhanahu wa ta'ala atatusaidia, atatutulia matatizo ambayo yametusibu, atatuondolea mambo ambayo yanatushughulisha, ambayo sio katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo tutapelekea sisi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne ambalo walikuwa wakijipamba nao masahaba ridwanullahi alayhim ni asabr, kuwa na subra. Hii ni jambo la nne ambalo ukihimiza nafsi yako, kuanzia jambo la kwanza nilitaja mpaka hili swala la nne, kuna kitu ambacho kiwezi moyo wako atakwambia kwamba sio kweli, hivi vyote unaweza, kwa hiyo tumeviacha. Sababu za muhimu zinazofanya sisi tuache vitu hivi ambavyo walikuwa tunavyo masahaba radhiallahu alayhi ziko wapi? Hoja maalum ziko wapi? Utakuta kabisa hamna, bali sisi tumependa sana dunia, tumependa sana mambo ya dunia, haliyokuwa njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyepesi mno. Ukishikamana na hivi vitu au haya mambo ambayo nimeyataja, wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa unafikia wewe kwa mzuri. Masahaba wajibama na subra. Kuwa na subra kwa Uislamu ni jambo kubwa mno, ni jambo ambalo linataka moyo ambao ni mtakamavu, kwani kuna watu wana maudhi na maudhi hayo yana maudhi pia yanakutiliza. Mtu anakwambia nimesubiri lakini nimeshindwa. Usiwe na kushindwa katika kuwa na subira. Ukiamua kuwa na subira, kuwa na subira kweli kweli, kama alivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wameuawa, lakini baada ya kuona mwenzake anauliwa hajafadhili katika Uislamu, katika dini ile aliyokuwepo, amebaki katika Uislamu. Familia zao zimetekwa, watu wao wameteseka, lakini pamoja na kuwa hivyo walibaki kuwa na subra. Hawakuwa katika njia ya haki, wakawa katika njia ya batili. Walikuwa na subra, walishikamana na subra. Kwa nini sisi watu wa sasa hatuna subra? Tunashindwa nini kuwa na subra? Kitu gani kinatufanya tusiwe na subra, wakati mioyo yetu ni kama wale masahaba radhiallahu anhum? Alikuwa na moyo mmoja na moyo mmoja, ana masikio mawili na masikio mawili, hivyo hivyo ambavyo macho yalikuwa yakitumia kuyaona, unatumia wewe mwenyewe kuangalia. Masikio yalikuwa yakitumia kusikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinasemaje, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinamwelekeza vipi, aache nini, afanye nini. Ndio hayo masikio mawili uko nayo wewe, lakini masikio hayo yote ya kwako hauyatumii katika kusikiliza kile anachosema Allah subhanahu wa ta'ala, hauyatumii katika kusikiliza kile ambacho anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na macho yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala hauyatumii kuangalia vile ambavyo amekwamisha Allah subhanahu wa ta'ala Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ndio kuviona hivi vitu, bali tunaangalia mambo ya haramu, tunafanya mambo ya haramu, aliyokuwa vitu vyote vilikuwa na sisi ndio wale viumbe walikuwa na masahaba radhiallahu anhum. Kwa nini sisi tusiwe kama wao? Utaona kabisa hizo vitu tulikuwa nao sisi. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Nausieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa wale ambao watakumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakumbushia katika hotuba yetu ya pili
Hivi vitu ambavyo masahaba walipambana ni wajibu kwetu sisi tupambane navyo, ili tuwe kama masahaba radhiallahu alayhi, ili tuweze kuipata dua ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kwa kulala, kwa kuwa mzembe, kwa kutofuata msha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo pia Allah subhanahu wa ta'ala ni kusikia. Nawahusieni kwa mara ya pili, tufuateni huu mwenendo ambao walikuwa wakifuata masahaba au ambao walikuwa nao masahaba, kwani itakuwa ni sababu ya sisi kufaulu mbele ya Allah subhanahu